wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, mgeni rasmi, wageni wote, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwingi wa rehema na neema zisizo na kikomo, kwa kutuwezesha kukutana mahala hapa leo tukiwa na afya njema na amani. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa mno, tunapenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu la kitaifa linalowakutanisha mama na babalishe wa Tanzania nzima. Kukubali kwako kama mgeni rasmi ni faraja kwetu na ni tiba ya kisaikolojia kwa kila baba na mamalishe, na hatuwezi kupata maneno ya kuelezea furaha tuliyokuwa nayo. Tunawashukuru pia waheshimiwa mawaziri wote, makatibu wakuu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wote wa serikali, dini na jamii kwa ushirikiano wenu wa karibu katika kuendeleza ustawi wa nchi, hususan kundi la mama na babalishe. Kwa namna ya kipekee na kwa heshima kubwa tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wadhamini wa tukio hili na wadau wote waliotuwezesha kufanikisha kongamano hili. Mheshimiwa Rais, wewe ni alama ya historia mpya katika taifa letu, kwani umeingia kama rais wa kwanza Tanzania ukibeba bendera ya matumaini, ujasiri na hekima isiyopimika. Katika uongozi wako tumeona mfano wa kipekee wa uvumilivu, busara, upendo wa kitaifa na uongozi wa kuunganisha watu bila ubaguzi. Hali inayokufanya uwe si tu kiongozi bali pia mwalimu wa taifa na kizazi kijacho. Kupitia mikono yako imara, Tanzania imepiga hatua kubwa katika uchumi, diplomasia, uwezeshaji wa mwanamke, vijana na wajasiriamali wadogo, huku ukionyesha kwa vitendo kuwa mwanamke anaweza kuongoza kwa mafanikio makubwa zaidi pale anapopewa nafasi. Sisi kama UMALITA tunakutazama kama dira ya mafanikio yetu. Tunajifunza kutoka kwako kuwa mama jasiri, mwenye maono, mwenye subra na uthubutu wa kufanya maamuzi magumu kwa manufaa ya taifa. Na hivyo unatupa nguvu ya kuwa mamalishe na babalishe wenye ndoto kubwa, wanaothubutu, wanaojenga biashara zenye hadhi na ubora, na wanaoamini kuwa hata katika mazingira magumu mafanikio yanawezekana. Wewe ni mwanga unaoangaza njia yetu, ni mfano wa kuwa mwanamke anayeweza kubeba taifa, kuleta heshima na kuacha alama ya milele ya maendeleo, umoja na ustawi wa Tanzania wote. Mheshimiwa Rais, mama si tu yule anayezaa watoto, bali ni chanzo cha uhai, huruma, uvumilivu, upendo usio na mipaka na uwezo wa kujitoa kwa ajili ya ustawi wa wengine bila kujali changamoto. Mama hubeba jukumu la kulea, kulinda, kuunganisha na kuinua jamii nzima kwa busara na moyo wa kujali. Sifa hizi zinaonekana dhahiri katika uongozi wako, Mheshimiwa Rais, ambapo umeonyesha uongozi wa kupekee wenye kujali watu, kusisitiza umoja wa kitaifa, kukuza uchumi jumuishi na kuwainua wanawake na makundi ya chini ya kiuchumi wakiwemo baba na mamalishe. Katika muktadha huo, nafasi yako kama mama wa taifa la Tanzania inaakisi nafasi pia kama mama wa umoja wa mama na babalishe UMALITA, ambapo kupitia sera na juhudi zako umekuwa nguzo ya matumaini, msaada na maendeleo kwa mamalishe na babalishe, ukiwapa fursa za kiuchumi, elimu, mazingira bora ya kazi. Hivyo kwa haki kabisa, Mheshimiwa Rais, sisi kama UMALITA tunakutambua na kukuenzi kama mama yetu.
Mheshimiwa Rais, umetambulika kwa vitendo kama mama wa mamalishe kwa kuwa umeleta mageuzi makubwa kwa kuboresha mazingira yetu ya kazi, hususan kwa kuhamasisha matumizi ya nishati safi badala ya kuni na mkaa, jambo ambalo limeokoa maisha ya mamalishe wengi waliokuwa wakikumbwa na magonjwa ya mfumo wa upumuaji na athari nyingine za kiafya. Leo hii wanawake wengi wanafanya kazi zao katika mazingira salama na yenye afya bora. Kwa hakika, mchango huu wa kiutu wa kuwalinda na kuwajali mamalishe na babalishe hauwezi kuelezeka kwa maneno ya kawaida, bali ni ushahidi wa upendo wa kweli na uongozi wenye kujali. Kwa maana hiyo, tunanyenyekea tukiomba ridhaa yako ya kukubali Mheshimiwa Rais kuwa mlezi wa umoja wa mamalishe na babalishe UMALITA, tukitambua kuwa wewe ndiye mama yetu na hatuna mama mwingine. UMALITA katika historia ya jamii. Umoja wa Mamalishe Tanzania UMALITA ni chama kilichosajiliwa rasmi chini ya sheria ya Jumuiya CIP 337 RE 2002 na kupatiwa namba ya usajili SA 24251 chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. UMALITA ni jukwaa la kitaifa lililojengwa kwa lengo la kuwaleta pamoja na kuunganisha mamalishe na babalishe, kuwajengea uwezo wa kiuchumi na kijamii, kuinua hadhi ya biashara zao nchini. Hadi sasa, UMALITA imefanikiwa kusimika uongozi katika mikoa yote ya Tanzania na Zanzibar, hatua inayoonyesha nguvu ya umoja na ushawishi wa kundi hili muhimu katika uchumi wa taifa. Kwa sasa tuna wanachama 5,000 nchi nzima, 1,600 wakiwa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatarajia mpaka mwaka 2030 kuwa na wanachama 100,000. Umuhimu wa baba na mamalishe katika jamii. Mheshimiwa Rais, mamalishe na babalishe ni muhimili muhimu wa maisha ya kila siku ya Watanzania. Sehemu kubwa ya wafanyakazi nchini wanalishwa na mamalishe. Wanafunzi wa vyuo vya shule wanategemea huduma zao. Wafanyabiashara, maafisa usafirishaji, madereva na wananchi wengi kwa ujumla wa kila kada hutegemea chakula chao. Kwa kuwa heshima ya mtu huanzia kwenye huduma anayotoa kwa jamii, mamalishe na babalishe ni huduma ya msingi inayowezesha maisha ya kila siku kuendelea. Lakini pia nguvu ya mama na babalishe ipo katika ubunifu wake, upendo wake na uwezo wake wa kubadili changamoto kuwa fursa. Ubunifu wa kidijitali wa UMALITA app. Mheshimiwa Rais, mara kwa mara umekuwa ukihimiza Watanzania kuwa wabunifu. Ni kwa mantiki hii tukaja na ubunifu wa wazo la ubunifu wa kidijitali wa UMALITA app. Hii ni jukwaa la kisasa linalolenga kuwaunganisha mamalishe wote nchini katika mfumo mmoja unaorahisisha huduma na fursa za kiuchumi. Programu hii itawawezesha mamalishe na babalishe kuonekana na kufikiwa kwa urahisi na wateja, watalii na sekta binafsi, huku ikiunganisha pia na taasisi za kifedha kwa ajili ya mikopo, bima, huduma za kifedha, pamoja na kuwawezesha mawasiliano na mamlaka kama NCCF, NHIF, CRA, SIDO, BRELA na huduma nyingine kwa ajili ya urasimishaji na ulipaji wa kodi kwa urahisi. Aidha, UMALITA app itatoa elimu mbalimbali kwa mama na babalishe, ikiwemo usalama wa chakula, huduma kwa wateja, matumizi ya nishati safi na ujasiriamali, hivyo kuinua ubora wa huduma na ushindani wa mamalishe na babalishe. Kitaalamu, mfumo huu utachangia kukuza uchumi jumuishi kwa kuongeza kipato cha wanachama kupitia upatikanaji wa masoko mapya na huduma za kifedha, na wakati huo huo kuongeza mapato ya serikali kupitia ada za usajili,
tozo za miamala na urahisishaji wa ukusanyaji wa kodi, hivyo kuifanya Umalita App kuwa nyenzo muhimu ya mageuzi ya kiuchumi, kidijitali na kijamii nchini. Changamoto na jitihada za Umalita. Pamoja na mchango wako mkubwa, mamalishe na babalishe bado wamekuwa wakikumbwa na changamoto zifuatazo: ukosefu wa mitaji na mikopo yenye masharti nafuu, ukosefu wa huduma za bima ya afya na huduma ya hifadhi ya jamii, ukosefu wa miundombinu bora ya biashara, yani vizimba na masoko, kutokuwa na mafunzo ya lishe, mapishi na usafi wa chakula. Hivyo Umalita kupitia kauli mbiu ya mamalishe wakishua imeanzishwa kurejesha hadhi ya mamalishe na babalishe nchini Tanzania kwa kuhakikisha wanatumia nishati safi, wanapatiwa mafunzo ya lishe na mapishi kupitia taasisi kama SIDO na VETA, wanapatiwa uwezeshaji wa kiuchumi kupitia mikopo ya kiserikali na taasisi za kifedha, wanajiunga katika Umalita App itakayowawezesha kuendana na mabadiliko ya teknolojia, wanajiunga na bima ya afya na mifuko ya jamii, wanapata mazingira bora ya biashara na wanatumia elimu ya lishe na mapishi bora. Shukrani maalum kwa Mheshimiwa Rais Daktari Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, tunapenda kukushukuru kwa dhati kwa kuasisi na kuendeleza sera ya nishati safi ambayo imeleta mapinduzi makubwa kwa mama na babalishe na mazingira kwa ujumla. Kuimarisha mazingira ya biashara kwa wajasiriamali wadogo wakiwemo mama na babalishe, kuwezesha ushirikishwaji wa wanawake kiuchumi na kijamii, kuendeleza diplomasia ya maendeleo inayolenga watu wa kipato cha chini na kujenga Tanzania yenye fursa jumuishi kwa wote. Maombi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. 1. Ufadhili wa Umalita App. Mheshimiwa Rais, nachukua fursa hii muhimu na adhimu kukuomba msaada wa kitaalam kwa ajili ya ujenzi wa mfumo huu utakaoleta mabadiliko makubwa katika sekta ya lishe na kuzalisha ajira kwa wanawake na vijana. 2. Uratibu wa Umalita. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunaomba Mheshimiwa Rais msaada wa kitaalam kwa ajili ya kuimarisha uendeshaji na uratibu wa Umalita ambapo tayari tunafanya kazi katika mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. 3. Ombi la kupatiwa soko la Kisutu na Forodhani. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwapatia baba na mamalishe takriban 120 eneo la Kisutu lililopo karibu na kituo cha mwendokasi mtaa wa Libya. Lakini mamalishe na babalishe hao wapo kwa muda na hawana pa kwenda. Hivyo tunakuomba Mheshimiwa Rais, kama itakupendeza, soko hili lilasimishwe na kukarabatiwa na liwe soko la mama na babalishe, lakini pia kuwa sehemu ya utalii na utamaduni wa taifa letu. Soko hili litumike kama kivutio kwa utalii kwa kutangaza chakula cha asili cha Tanzania, hasa tukizingatia fursa ya kimataifa ya mashindano ya AFCON 2027. Soko hili liwe sehemu ya kutangaza chakula cha asili cha Tanzania kwa wageni watakaoingia Tanzania. Kwa upande wa Zanzibar, kama itakupendeza Mheshimiwa Rais, tunaomba eneo la Forodhani mamalishe wapewe nafasi ya kuuza chakula mchana kama wanavyouza babalishe usiku. Uboreshwaji wa vizimba. Vizimba vingi vya baba na mamalishe ni vidogo, havikidhi mahitaji yao na hivyo kupelekea watumiaji wengi wa vizimba hivyo kushindwa kutumia nishati safi. Ikikupendeza Mheshimiwa Rais, tunaomba maboresho kwa masoko yote ya baba na mamalishe. Mfano, soko la Kigamboni Ferry, Buguruni Sokoni, Magomeni, Mwanza Sabasaba na Milongo, Arusha Kilombero, Tanga soko la Mlango wa Chuma na masoko mengine. Mazingira ya vizimba ni magumu sana.
Pia Mheshimiwa Rais, masoko mengi yanajengwa ya ghorofa na baba na mama lishe wanapewa vizimba vya juu ghorofani. Kwenye sekta ya baba na mama lishe wapo wenye ulemavu, wanapitia changamoto sana na hata upatikanaji wa wateja unakuwa mgumu sana. Pia bei ya vizimba zinazotozwa na halmashauri na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa mwezi ni kubwa sana. Inakuwa ngumu kwa baba na mama lishe kuendelea kufanya biashara. Mheshimiwa Rais, kulingana na hali ya kijiografia ya Kigamboni, imekuwa kivutio kikubwa cha watalii kutoka ndani ya Dar es Salaam, mikoa na nje ya nchi. Hivyo, kama itakupendeza, tunakuomba tupatiwe soko kubwa la mamalishe na babalishe litakalokuwa na uwezo wa kuhudumia watalii hao na jamii kubwa ya wanafunzi kutoka vyuo vya IFM, DMI, TPSC, CBE, DIT, MNMA na IAE ambao wanaishi Kigamboni. Soko hili litasaidia kuongeza ajira kwa vijana na pato la taifa. Msaada wa ofisi makao makuu ya UMALITA. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru na kukupongeza kwa kuwajengea ofisi machinga na bodaboda nchi nzima. Lakini wakati unawajengea chama chetu kilikuwa hakijaanzishwa. Hivyo ikikupendeza Mheshimiwa Rais, tunakuomba utupatie ofisi nchi nzima kuanzia ngazi ya taifa, mikoa na wilaya. Uangalizi wa watoto. Mheshimiwa Rais, sisi mamalishe na babalishe tumekuwa tukitekeleza majukumu yetu tukiwa na watoto mgongoni au pembeni, wakati mwingine wakipata changamoto ya kuungua moto, kugongwa na vyombo vya moto na hata kukosa haki zao za msingi za kucheza na kupumzika kama watoto wengine. Hivyo Mheshimiwa Rais, tunakuomba kama itakupendeza, tujengewe vituo vya uangalizi wa watoto katika maeneo ya karibu na masoko ya baba na mamalishe. Heshima kwa mamalishe na babalishe na urasimishwaji. Mheshimiwa Rais, sekta ya baba na mamalishe ina mchango mkubwa wa kiuchumi na kijamii katika eneo la ajira kwa vijana, wanawake na wanaume, wasomi na wasiosoma. Tunaomba kuheshimiwa. Badala ya kutumia jina la mama ntilie au baba ntilie, itumike jina la mama lishe wa kishua au baba lishe wa kishua. Jina la mama ntilie na baba ntilie limetuvunjia heshima katika jamii zetu. Kusumbuliwa na mgambo. Ipo tabia ya askari wa mgambo kunyanyasa mamalishe na babalishe na wakati mwingine kuchukua vyombo na kutufanya tushindwe kuendelea kufanya biashara zetu. Kwa unyenyekevu mkubwa, Mheshimiwa Rais, tunaomba msaada wako ili kukomesha unyanyasaji huu. Mheshimiwa Rais, sisi mamalishe na babalishe tunakuhakikishia tutaendelea kutoa mchango wetu kuhakikisha kuwa wananchi wanakuwa na afya njema kupitia huduma tunazotoa kwa ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla, lakini pia tunaahidi kupitia umoja wetu kuwa tutakuwa mabalozi wako wazuri katika kuendeleza sera ya nishati safi, utalii, utamaduni kupitia kauli mbiu yetu ya mama na babalishe wa kishua. UMALITA tunaamini kuwa maendeleo ya taifa letu yanajengwa na nguvu ya wananchi wote, hususan wale wa chini wanaogusa maisha ya kila siku. Kwa kuwa binadamu ana uwezo wa kubadili dunia kupitia huduma ndogo ndogo anazotoa kila siku, na mamalishe na babalishe ni mfano hai wa hilo. Tunakuhakikishia kuwa tutaendelea kuunga mkono kwa moyo mmoja katika kuendelea kutumia matumizi ya nishati safi, kukuza sekta ya utalii, kutunza mazingira, kuchangia katika kutatua tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana na wanawake, kuchangia pato la taifa na uchumi jumuishi kwa wote. Mheshimiwa Rais, kwa moyo wa dhati uliojaa umoja, utu, upendo na uzalendo wa hali ya juu, sisi baba na mamalishe wa Tanzania tunasimama pamoja kuhakikisha Mheshimiwa Rais kuwa tutaendelea kuunga mkono kwa vitendo na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe afya njema, hekima ya juu, busara isiyoyumba na maarifa mapana ili uendelee kuliongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa zaidi. Sisi ni bega lako
sisi ni nguvu yako, na kwa pamoja tutalinda na kuendeleza amani, mshikamano na ustawi wa taifa letu. Mwenyezi Mungu akubariki, akulinde na akupe hekima katika kuliongoza taifa letu. Asanteni kwa kunisikiliza.